tanmiyatu shay'in halan fahalan, ni kukuza kitu na kulea kitu kidogo kidogo, hali na kwenda hali nyingine, ila haddil kamali, mpaka ikamilike. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya neno tarbia katika maudhui yetu ya leo. Ndugu zangu katika imani, malezi ambayo tunazungumzia ni malezi ya watoto wetu. Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia jukumu kubwa ya kulea watoto wetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuuliza kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaenda kuulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na malezi ya watoto wetu. Kwa hivyo kila mzazi ana jukumu kubwa sana ya kulea watoto wake na katika tarbia na malezi ya Kiislamu ambayo Waislamu wanatuhimiza. Yaqulu al-haqq tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi ambao mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, jiokoeni nafsi zenu kutokana na moto, wa ahlikum, na watu wenu, familia yenu, watoto wenu nyumbani, ziokoeni kutokana na moto wa jahannam. Waquduha an-nas wal hijara, moto huo ni ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atachoma, kuni yake itakuwa ni wanadamu na mawe. Allah subhanahu wa ta'ala ameandalia moto huo kwa sisi wanadamu kenda kukhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii aya inatuelekeza tuokoe kwanza nafsi yetu kutokana na moto wa jahannam, na ahli yetu, watoto wetu na wake zetu nyumbani tuepushe na tuokoe kutokana na moto wa jahannam. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea anasema, moto huo wale wasimamizi wake malaika Allah subhanahu wa ta'ala ameandalia yenye wanasimamia na kuadhibu. Jukumu ya kuadhibu watu ni watu wenye nguvu na wakali ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametoa huruma ndani yake. Hata wakikuadhibu namna gani, hawana huruma kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala amewatoa huruma katika nafsi yao. La ya'suna Allah ma amarahum, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha, wayafaluna ma yu'marun, bali wanafanya yale aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hii aya inatuhimiza pia tuokoe nafsi zetu na watoto wetu na ahli yetu kwa jumla kutokana na moto wa jahannam. Kisikia Allah subhanahu wa ta'ala, moja katika salaf anasema, kisikia katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini. Wanasema tega sikio lako, ni imma ni amri Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisha, ama ni makatazo Allah subhanahu wa ta'ala anakukataza, ni kutahadharishwa ama ni kuamrisha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ya ayyuhalladhina amanu, hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameita wale ambao walioamini, kwa sababu wao ndio wako karibu zaidi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Ali ibn Abi Talib, kitafsiri hii aya anasema, allimuhum wa adibuhum, ni vipi utaokoa watoto wako na ahli yako na wake zenu kutokana na moto wa jahannam? Ni kuwafundisha dini ya Kiislamu, kuwafundisha maadili ya Kiislamu, kufundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwafundisha adabu ya Kiislamu. Hiyo ndio kuokoa kutokana na moto wa jahannam. Yaqulu Ibn Abbas radiyallahu anhu pia kitafsiri hii aya nasema, fi maana hadhihi al-aya i'lamu bi ta'ati Allah i'malu bi ta'ati Allah, yani mtekelezeni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni vipi mtu anaokoa nafsi yake kutokana na moto wa jahannam na ahli yake? Kutekeleza taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wataqu maharim Allah, na kujiepusha na makatazo yale yote yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndio umejiokoa nafsi yako kutokana na moto wa jahannam. Na akaendelea anasema, wamuru auladakum bimtithali awamirillah, na amrisheni watoto wenu
kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ni sala, kama ni kufunga, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kutangu wakiwa wadogo unawaelekeza katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabu maanaha wajtinabu nawahi, na kuepusha na kuweka mbali kutokana na yale ambayo amekataza Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Ali bin Abbas, mfasiri wa Qur'ani, anasema fadhalikum wiqayatuhum minan nar, huko ndio kuokoa nafsi yako na watoto wako kutokana na moto wa Jahannam. Lakini kinyume chake, ukiacha watoto wako wanaleleka katika mazingira ambayo si ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, watoto hawajui Allah subhanahu wa ta'ala, watoto hawaamrishi mema, watoto hawajui maadili ya Kiislamu, basi itakuwa umeacha watoto hao na ahli yao na familia yako waingie motoni, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha katika hii aya. Pamoja katika mfasiri pia Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullah pia anasema katika kitabu chake Taysiru Karimur Rahman fi tafsiri Kalami al-Mannan, katika tafsiri yake anasema yaqulu wiqayatu ahli al-awlad, wiqayatu al-ahli. Hii aya inasema tuepushe ahli yetu, watoto wetu, kutokana na moto wa Jahannam. Maana yake ni kwamba al-awladu bita'dibihim, kwa kuwafundisha adabu, wa ta'limihim, na kuwafundisha dini ya Kiislamu. Watoto wanafaa wafundisha adabu kutoka nyumbani, kabla hawajakuja kufundisha madrasa au sehemu yoyote halaka ambayo wanasoma. Watoto wanafaa wafundisha adabu na mama yao na baba yao nyumbani kwao, wa ikhbaruhum an amrillah, na kueleza hawa watoto kuhusiana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, hii aya ulama wameeleza mambo mengi. Kwa hivyo lazima tutekeleze na tuokoe ahli yetu na watoto wetu kutokana na moto wa Jahannam. Saa hii kwanza zama zinaenda kubadilika, tuko katika zama ambazo zinabadilika, zama za internet na social media. Watoto wanajua kila kitu kupitia hapo. Kwa hivyo tuko katika mtihani ambayo wengi wanafaa wazinduke, waangalie watoto wao, waelekeze katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. ففي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake akisema. Hii hadithi inaeleza pia jukumu ya kila mzazi, jukumu ya kila mama, jukumu ya kila baba nyumbani kwake. Hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam inatueleza, mtume anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchunga na kesho utaenda kuulizwa kuhusiana na yale ambayo umepatiwa jukumu ya kuchunga. Mas'ulun an ra'iyatihi, mtume akafafanua akasema al-imamu ra'in, imam ni mchungaji. Mas'ulun an ra'iyatihi, ataulizwa kesho mbele ya Allah kuhusiana na ile raia wake. Warajulu ra'in fi ahlihi, na mwanaume ni mchungaji katika nyumba yake, anafaa kesho ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni vipi alilea, ni vipi alimchukua hiyo jukumu, alitekeleza vipi, ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun, na mwanamke pia nyumbani kwa mume wake ni mchungaji, ataenda kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi baiti zawjiha, mwanamke katika nyumba ya mume wake pia kesho ataenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia anafaa ajue wa mas'ulatun an ra'iyatiha, ataulizwa kuhusiana na yale ambayo amepewa jukumu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuna jukumu kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea katika kulea watoto wetu katika mazingira, katika maadili ya Kiislamu, katika akhlaq na tabia ya Kiislamu. Tuna jukumu kubwa sana ndugu zangu katika imani. Fafi sahihaini min hadithi Abi Huraira, katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah. Anaeleza katika hii hadithi kwamba jukumu inaanzia wapi. Kiangalia
wengi katika wale ambao wamehudhuria katika hii kutano yetu au katika hii halqa yetu ni wale watu ambao ni vijana. Hii maudhui inawahusu wapi? Pia wao pia kesho watakuwa ni watu wenye watapewa hii jukumu. Mtu hawezi kaa mahali moja, kwa hivyo hii maudhui pia inawahusu wao. Mtu saa hii ako na nia ya kupata mke, ako na nia ya kupata jiko, basi pia lazima apate mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Malezi yanaanzia wapi? Malezi ya watoto si ati unaanza kuoa ukipata mtoto ndo malezi yanaanzia hapo. Hapana, yanaanza mwanzo kabisa na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema, hadithi inapatikana katika Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tunkahul mar'atu li arba'i, mwanamke anaolewa kwa ajili ya mambo manne. Anaangaliwa mambo manne. Limaliha, anaangalia mali yake, anaolewa kwa ajili ya mali. Walihasabiha, pia anaolewa kwa ajili ya cheo chake. Wajamaliha, na anaolewa kwa sababu ya uzuri wake. Walidiniha, na kwa ajili ya dini yake. Mambo haya manne ndio mtu akitaka kuoa anazingatiwa. Mtume lakini mwisho akasisitiza akasema, fadhfar bidhati din, uchague yule ambaye yuko na dini. Mwanamke ambaye anajua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanamke anashikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndo watoto pia wanapata malezi mazuri pale nyumbani. Ikiwa mama mwenyewe ni tariku sala, mama mwenyewe hayuko katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi itakuwa umepata hasara. Fadhfar bidhati din, Mtume anasema uchague yule ambaye mwenye dini. Kati ya haya mambo manne uchague yule ambaye anashikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tarbat yadak, la kama huwezi uchagua huyu ambaye mwenye dini, utapata hasara, utahasarika na watoto wako pia watapata hasara, hawatapata yale malezi ambayo ni ya Kiislamu. Imamu Muslim pia ameweka mlango mzima ya kuzungumzia haya. Anasema katika sahihi yake, aqada babu istihbabu nikah dhati din, akaweka mlango mzima ambaye hatuwezi zungumzia kwa hii hapa. Akaweka mlango inazungumzia mwanamke kuolewa ni yule mwanamke ambaye yuko na dini, ambaye ameshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, lazima kwanza uchague. Baba ako na jukumu ya kumchagulia watoto wake mwanamke ambaye anakuwa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mcha Mungu, anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika dua ambayo kila mmoja anajua inasomewa wapi, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza, bismillahi allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytan ma razaqtana. Hii ni miongoni mwa mambo ambayo mtu anafaa azingatie kabla hajaanza hata kuingia katika sala zima za ndoa, sala zima la ndoa, azingatiwe mambo kama haya. Haya yote malezi kwa hivyo inaanzia wapi? Kuanzia kutafutia mtoto mama yake na kuomba dua, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ad-du'a mukhul ibada, ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukimwomba hii dua maana yake bismillah, unaanza na bismillah. Allahumma jannibna ash-shaytan, e Mola wetu wa haki, uepushe shetani kutokana na sisi. Wajannibi shaytana ma razaqtana, na uepushe shetani, utuweke mbali shetani katika yale ambayo unaturuzuku. Hapa riziki inazungumzia watoto, kwa hivyo shetani hawezi akakaribia. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza faida ya kusoma hii dua, fa in qada Allahu bainahuma waladan, ikiwa mtu atasoma hii dua Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia mtoto, yule mtoto anasema, fa in qada Allahu bainahuma waladan lam yadurruhu shaytanu abada, shaytani hatawahi kuwadhuru watoto kama hawa. Ikiwa mtu anasoma hii dua, shetani hatawahi kudhuru mtoto kama huyo milele, maishani mwake ataendelea vizuri na hakaribiwi na shetani. Hii yote ni kitu ambayo tumesahau na tumeacha nyuma sunna na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
na tumeacha nyuma mafundisho yote ambayo yanatufunza na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasara yake tunaona hapa duniani, watoto wanaharibika, watoto hawasikilizi wazazi wao, watoto hawafuati maamrisho ya Allah. Kumbe wewe ndio hujaanza kulea watoto wako tangu mwanzo kutoka kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, wa hadha al-Khalil, tunazungumzia kwa ufupi kwa hii muda mchache vile mitume ambao waliotangulia walikuwa wakiombea dua watoto wao. Silaha ya mu'min ni dua. Watoto wako wanafaa pia waombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Khalil Ibrahim alayhi salam alikuwa akimwombea mtoto wake, Rabbi habli minas salihin, yani hata kabla hawajapatikana anaomba Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mola wangu wa haki, uniruzuku mimi mtoto mwema, watoto ambao ni wema. Wafabasharnahu bighulamin halim, kupitia ile dua ya Ibrahim al-Khalil alayhi salam, Allah akamjalia bighulamin halim, mtoto mpole mcha Mungu, anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni Ismail alayhi salam. Allah akamjalia Ismail mtoto mema kutokana na ile dua ambayo ameomba hata kabla hajapatikana huyo mtoto duniani. Na Ibrahim pia akamwombea, Rabbi ja'alni muqima salat, Mola, pamoja na kwamba yeye ni mtume wa Allah, mitume wote Allah subhanahu wa ta'ala amesema ni maasum, wako mbali na madhambi, lakini wanaomba Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqima salat, nijalie mimi Mola wangu wa haki mwenye kusimamisha sala, mwenye kudumisha sala, wa min dhurriyati, na watoto wangu pia wawe ni miongoni mwa kutekeleza mwenye kusimamisha sala. Rabbana wa taqabbal dua, Mola wangu nikubalie dua yangu. Hivi ndo mitume walikuwa wakiombea watoto wao, Allah subhanahu wa ta'ala atengeneze mambo yao. Ikiwa mitume wenyewe hali yao ni hii, katika hii zama ambayo tuko ndani, inafaa usiku na mchana tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atutengenezee watoto wetu wawe ni watoto wema, kesho ukiondoka duniani wanakuombea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha nabiyullah Zakaria alayhi salam pia alikuwa akimwombea watoto wake, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a, Mola wangu nijalie mimi, nipatie mimi min ladunka, kutoka kwako wewe, dhurriyatan tayyiba, mtoto ambaye ni mwema, innaka sami'ud du'a, hakika wewe ni mwenye kusikia dua. Hii yote ni dua ya mitume kuombea watoto hata kabla hawajapatikana duniani. Ikiwa kwa hivyo malezi yanaanzia mwanzo kabisa, kabla hujapata nini, hujapata hawa watoto. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tuko na jukumu kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea, tusilegeze, tusiachilie, ili watoto wetu ikuwe ni sababu ya kuachilia kwenda kutumika kwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika sahihaini min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hawa watoto, kitu ambacho inafanya watoto wapotee, changamoto inawapata hawa watoto, wanaanza na wazazi wao nyumbani. Baba na mama vile wanakuwa nyumbani, hali yao na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio sababu ya wao kupotea kutoka kwa taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kullu mauludin yuladu